Asasi ya Haki Elimu kwa pamoja na asasi nyingine za kiraia ambazo ni vinara upingaji ukatili wa watoto zimetoa tamko la kukemea na kupinga adhabu za ukatili shuleni kufuatia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha pili Mhoja Maduhu kutoka shule ya sekondari Mwasamba mkoani Simiyu, ambacho kinatajwa kutokana na adhabu ya viboko 10 iliyotolewa na mwalimu wake Februari 26 mwaka huu. Akitoa tamko kwa niaba ya asasi za kiraia, mkurugenzi mtendaji wa Haki Elimu Daktari John Kalage amebainisha kuwa kwa mujibu wa utafiti waliofanya unaonyesha kuwa kuna matukio mengi ya vitendo vya ukatili shuleni ambapo 87.9% wanafunzi waliripoti kufanyiwa ukatili wa kimwili. Katika utafiti ambao umefanywa na shirika la Haki Elimu mwaka 2020 umeonyesha kuwa kuna matukio mengi ya vitendo vya ukatili mashuleni. Na nikinukuu utafiti ule, takribani 87.9% ya wanafunzi waliripotiwa kufanyiwa ukatili wa kimwili, ambapo 90% ya hao wanafunzi waliofanyiwa ukatili wa kimwili waliripoti kuwa ukatili huo waliofanyiwa ulitokana na adhabu za viboko toka kwa walimu wao. Lakini pia 90% ya wanafunzi walisema ukatili wa kimwili unafanyika shuleni, ili hali 10% ya wanafunzi waliosailiwa walisema ukatili unafanyika majumbani. Kufuatia tamko hilo, Daktari Kalage ametolea mwito serikali kuondoa kabisa adhabu za viboko shuleni, ikiwa sambamba na kufutwa kwa mwongozo na kanuni zozote zinazoruhusu utolewaji wa adhabu za viboko shuleni. Wito wetu siku zote umeitaka serikali kuondoa adhabu ya viboko shuleni na kuufuta mwongozo na kanuni zozote ambazo zinaruhusu utolewaji wa adhabu ya viboko, kwa kuwa utekelezaji wake umekuwa mgumu na hivyo kupelekea ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto shuleni na wakati mwingine maafa kama haya ambayo tumeyashuhudia. Nao vinara wa upingaji wa adhabu za kikatili shuleni wanatilia mkazo matumizi ya adhabu chanya. Sisi tunapendekeza walau tuwe na adhabu chanya. Na adhabu chanya hizi, labda nitoe mfano rahisi, ni adhabu ambazo ukizitoa bado zitamsaidia mwanafunzi kujifunza. Ukitoa adhabu ambayo imsaidii mwanafunzi kujifunza, ambayo ndio lengo lake la shule, hiyo inakuwa sio adhabu nzuri. Kwa mfano, mwanafunzi ambaye unafikiria kwamba hapendi sana kufanya kazi, ukimpa kazi afanye, wakati wenzake wanapata nafasi ya kwenda kwenye mapumziko, unaweza kumpa kazi zaidi azifanye yeye mwenyewe. Kwa hiyo atafanya zile kazi, atajifunza, lakini pia atakuwa amekosa kile ambacho wengine wameenda kufanya nini? Wameenda kukifanya. Mwanafunzi ambaye labda kwa mfano hapendi sana kuandika essay na kufanya hesabu, unaweza kumpa kazi nyingi zaidi za kwenda kufanya nyumbani na baadaye ukamfuatilia kwa karibu. Kuna mambo mbalimbali, tuhakikishe walimu hao wanapewa uwezo na kuendelea kujengewa namna thabiti za kuweza kutumia au nyenzo za kuweza kutumia katika kuhamasisha adhabu ambazo ni chanya na ni mbadala zaidi ya kutumia viboko. Daktari ameongelea hapa, sijajua kama tuna uhamasishaji wa kiasi gani kwa walimu wetu kwenye ngazi hizo mbalimbali, kuanzia ngazi za taifa, mikoa, mpaka hizo ngazi za kata huko chini. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Albun Mwedadi, Mlimani TV.